wachezaji ambao wana viwango vya juu. Nafikiri mmeshuhudia mpira. Kwa bahati mbaya sana tulianza na Dube ambaye alikuwa majeruhi. Kwa hiyo hajaonyesha kiwango chake. Nadhani tungekuwa ni muda wa kupata magoli ya mapema. Mwenyewe uliona. Lakini pia nawasifia sana wachezaji wangu walinzi, wachezaji wa kati kama akina Jobu, Ibrahim Baka, umeona quality zao. Wanaweza kudaivu mpira na wakatembea na mpira, wakaenda kutoa pasi mbele. Kitu ambacho kwa wenzetu hicho kitu huwezi kukipata. Umeona? Kwa hiyo huwezi kusema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu timu unaiona kwenye ubora kutokana na jinsi wanavyocheza mbele, katikati na nyuma. Umeona jinsi ambavyo walikuwa wanaongoza mashambulizi. Djigui Diarra Mzabelo alikuwa analalamika sana kwamba ufinyu wa ujaji wa mashabiki wao uwanjani ndio uliochochea wao kukosa morali ya kuishangilia timu yao. Hapana, hizo ni sababu za kushindwa. Nadhani wamecheza mchezo wa nusu finali walikuwa hawana shabiki hata mmoja. Mliona walipata matokeo. Walikuwa na washabiki? Si walikuwa hawana. Haya sio vizingizio. Ni mtu alioshindwa. Umeshanielewa? Hawa ni watu ambao walishindwa na walistahili kushindwa. Ndio maana walikuwa wanapiga chenga. Tarehe 8 wanakimbia. Walivyojua tarehe 15 watuchezi, wakaja na hoja. Nadhani umenielewa vizuri. Pacome Zouzoua, unaona kiwango alichokuonyesha Pacome, unakizungumziaje? Bwana, kwa jumla mchezaji Pacome Zouzoua ni mchezaji hatari sana. Mchezaji hatari sana. Man of the match zaidi ya 6 kwenye ligi kuu. Hakuna alofikia hizo man of the match. Ni yeye peke yake. Itosha kusema anastahili kuwa MVP wa msimu huu 2024-2025. Tumeshuhudia mwendelezo wenu timu ya Yanga kwa kufunga Simba, lakini pia ubingwa mara 4 mfululizo. Nini mwendelezo wenu kuelekea msimu ujao wa ligi? Malengo yetu zaidi ni kuzidi kuchukua vikombe. Kuzidi kuchukua vikombe zaidi na zaidi mpaka tutaposema sisi wenyewe sasa basi. Lakini chini ya JSM tutachukua vikombe mpaka na